Tahukumiwa kwa kutoliheshimu taifa lile, pia na bendera yake. Hivyo atahukumiwa mtu ajifanyaye mjanja kwa kusema siku ni siku ya saba sio bora sana. Hivyo Mwenyezi Mungu kaitenga siku ya saba iwe ni sabato kwake, pia kwa watu wake. Kwa nini nijifanye mjanja nikisema siku ni siku? Ndugu na dada, ni wakati mwingine ambao tunakaribisha katika kipindi hiki chetu cha tusome Biblia. Na kipindi chetu cha tusome Biblia siku ya leo inazungumzia neno kubwa sana ambao tunasidi kufuatilia kwamba ni vita ambayo Yesu na Kristo, vita kati ya Kristo na Shetani. Lakini leo amepitia watumishi wake. Shetani ametumia watumishi wake ili kuleta uongo. Lakini kabla ya hiyo, nataka niwasalimu wote popote mlipo, watu wa Mungu, na wasalimieni wote, waliookoka na wale ambao hawajaokoka. Nyinyi wote hata hamjaokoka, Yesu anawaongoza ni muokoke ili arudi kutuchukua nyumbani zote. Yesu hataki hata mmoja aweze kupotea. Kwa hivyo kuna mwingine alieleza kwamba hata mimi sijaokoka, sina haja na Yesu, lakini nao Yesu anakuhitaji. Yesu anawahitaji. Kwa hivyo na wasalimu kina Sambo katika kanisa la Koisagat, na salimu Daktari Birich kutoka kanisa la Mdin, na salimu wa Kristo kutoka kanisa ya Siwa, na wasimu wa Kristo kutoka sehemu ya Nandi Kabiet, wale wote ambao huwa mnanisalamia, na wasalimu kabisa ndugu na dada, wachungaji, watendakazi wa Bwana. Mungu na azidi kuwabariki. Leo kipindi chetu cha siku ya leo, na kabla hatujaanza kipindi chetu cha leo, hebu na tuombe. Baba Mungu, tunapaswa kutukusomea. Tunapojifunza neno hili, tunaomba Roho Mtakatifu aweze kutuongoza kwa jina la Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen. Ndugu zangu, nasidi kumkumbuka dada yetu Irene Chumba ambaye anafanya printers hapa Eldoret, na sipendi wakati mwingine hata ukitaka mtihani hapo katika Eldoret County Printers Watergates utapata huwa na supply mtihani ya wanafunzi wa shule katika kila sehemu. Huwa ametusaidia sana katika kipindi hiki chetu cha tusome Biblia. Kwa hivyo Irene pia nakusalimia na mume wako na huyo mtoto wenu ambaye anaitwa Joy, na wasalimu. Kwa hivyo ndugu zangu, tuendelee. Makristo na manabii wa uongo. Je, mnajua kwamba kuna makristo ya uongo? Unajua watu wanafikiri kwamba kusema Kristo, kusema tu tumeamini Yesu inatosha. Ndugu zangu, kusema kuamini Yesu haitoshi. Kusema mimi ni Mkristo haitoshi. Kusema wewe ni mnabii haitoshi. Lakini Yesu alisema nini? Yesu alisema kabla hajarudi, kuna kitu ambayo tutasoma. Utangulizi ni kitabu cha Mathayo 24:24. Mathayo 24:24 inasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Kabla hajarudi watakuwa wengi sana. Na hata sasa wako wengi kabisa. Kama kuna mahali makristo wa uongo wamejaa ni dunia hii. Vita ambayo tulijifunza last week kwamba ni kati ya Kristo na Shetani. Shetani alipoona kwamba akijionyesha kwamba yeye ni Shetani, watu watatoroka, akapitia njia nyingine. Akatafuta wafuasi wake ambao watamfanyia kazi indirect. Yes. Nao ni makristo wa uongo na manabii wa uongo. Kuna point 7 hapa juu ya hii manabii wa uongo. Point number 1. Manabii wa uongo walikuwa wako sasa pia, na watakuwa mpaka siku za mwisho. Kwa hivyo pia manabii wa uongo walikuwa wako sasa na watakuwa mpaka siku za mwisho. Walikuwa zamani, wako sasa na watakuwa hata mpaka siku za mwisho. Ukisoma Yeremia 5:22 nasema hivi. Kitabu cha Yeremia 8 nasema hivi. Na wajaposema kama Bwana aishivyo,
hakika waapa kwa uongo. Anasema hao manabii wanaapa kwa uongo. Mathayo 24:11 Yesu akasema hivi, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Hiyo ni Mathayo 24:11. Na nilikusomea Yeremia 5:22 ambayo inasema kwamba Yeremia 5:2 sema kwamba na wajaposema kama Bwana aishivyo, hakika waapa kwa uongo. Kwa hivyo manabii wa uongo walikuwa zamani wakati wa Yeremia, ambayo ilikuwa ni Old Testament, wako sasa na hata watakuwa. Hiyo ni point ya kwanza. Kwa hivyo usifikiri nabii wa uongo walikuwa, maana vita ilipoanza mbinguni, Shetani akaanza fujo na vita hiyo. Point namba 2. Wanasema wameokoka na wanatumia jina la Yesu na kwamba Kristo ni Mwokozi. Wale nirudie. Point namba 2. Manabii wa uongo na makristo wa uongo wanasema wameokoka na wanatumia jina la Yesu ya kwamba Kristo ni Mwokozi. Yes. Ni counterfeit ya ukweli. Kuna yani ni manabii bandia. Kama ukiwa na noti ya shilingi 1000 ile ya bandia, sina hizi uelewe noti bandia na noti ambayo ni nzuri. Yote ni noti. Ina sura ya president ya nchi hiyo. Yaani inasema kwa jina la Yesu. Wameandika ni shilingi 1000. Hata hii wanaandika ni shilingi 1000. Wanasema kwamba wanaandika kila kitu, lakini usipochunguza vizuri hautajua. Kwa hiyo hii noti 1000 ambayo ni fake, lazima uchunguze kwa umakini. That's why mimi nilianza kipindi hiki cha kusema kwamba tusome Biblia ndio tuchunguze na tujue ukweli. Tukisoma kabisa kila wakati Biblia, ukifuata mafundisho haya, kila mtu atakuwa huru wa kujua ukweli. Maana Yesu alisema mtaujua ukweli na ukweli utaweka huru. Lakini usipochunguza, wacha nikueleze. Ukipatikana ukiwa na noti fake ambaye ni noti ya 1000 ambaye makosa, hata na wewe ambao umepewa ukitaka kununua naye mali ulidanganywa, utafungwa pamoja na hiyo. Utafungwa hata kama ulidanganywa, ulipewa na mwingine wakakubadilishia, ukapeana change, ukapewa noti ya 1000 ambayo ni fake. Kwa hivyo hata wale wanaodanganywa na manabii wa uongo na makristo wa uongo watafungwa, watakuwa wa shetani. Maana hukuchunguza vizuri, ulikaa tu hivi huko, you didn't care, hukujali Biblia hii. Kama kuna mahali kuna taa ni kusoma hii Biblia. Tusome Biblia ili tuweze kuelewa. Wanasema kwamba wameokoka na wanatumia jina la Yesu. Ukisoma Mathayo 24:5, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Hiyo ni Mathayo 24:5. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina la Yesu. Yesu anasema ni kwa jina la Yesu. Ni wangapi wanasema kwa jina la Yesu? Ni wangapi? Wengine watakuja wakasema mimi ni Kristo. Wengine watakuja watasema kwamba mimi ni nani? Wengine watasema mimi ni nabii mkubwa kabisa. Iliandikwa watu wanakuja. Ukisoma Yeremia 14:14 anasema hivi, ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Mimi sikuwatuma, wala sikuwaamuru, wala sikusema nao. Wanawapeni unabii wa uongo, maono ya uongo, na uaguzi na neno la ubatili na hada ya mioyo yao. Hiyo ni Yeremia 14. Yesu anasema kwamba sikuwatuma. Hao wanabii wanatabiri uongo, lakini hao Mungu hakuwatuma. Yeremia 29:9 anasema hivi, kwa maana kwa jina langu utabiri maneno ya uongo kwenu. Mimi sikuwatuma, asema Bwana. Kwa jina la Yesu wanatabiri maneno ya uongo. Hawatasema kwa jina la shetani, kwa jina la Yesu.
nimeokoka, tumeokolewa, lakini kwa jina la nani? Jina la Mungu, jina la Yesu. Yeremia 20 fungu la 15. Kwa maana mimi sikuwatuma, asema Bwana, bali wanatabiri uongo kwa jina langu, nipate kuwatoeni nje, mkaangamie nyinyi na manabii hao wanaotabiri uongo. Nyinyi ambao mmetabiriwa uongo, mtaangamia na manabii hawa. Na Yesu akasema kwamba sikuwatuma, akasema wanawatabiria uongo ili aweze kuwatoa nje ya ukweli na muangamie. Yes, hii ni lengo la manabii ya uongo. Na Yesu hata hawaelewi. Hata kuna wengine ambao ni nabii wa uongo lakini ajielewe kwamba yeye ni nabii wa uongo. Anafikiri, unajua kuna mtu ajui kwamba ajui. Na hiyo ni mbaya sana. Aelewe kwamba aelewi. Umeelewa? Kuna mtu kwamba ajui. Sasa hii ni shida kubwa. Kama hujui kwamba hujui. Ni yeye hata mwenye anajua kwamba ajui ili aulize aelezwe. Hii ni shida. That's why hii Biblia inatakikana usome kabisa vizuri, na ufuate everything ambayo imeandikwa hapo. Achana na maneno ya kusema kwamba hii ilikuwa namna hii. Pointi ya 3. Manabii wa uongo na viongozi wa uongo upata msaada kutoka kwa Wakristo. Lengo lao ni pesa. Pesa. Kuna wimbo walikuwa wameimba, jamani kanisani hiya pesa popote uendapo pesa. Watu sahihi, kuna watu wameshindwa hata na kufanya kazi katika nyumba. Kuna watu wametafuta pesa tu kwa kupitia tu neno la Yesu. Watu wametafuta tu Biblia hii na kutumia sehemu fulani ili wapate wafuasi, na ni uongo tu wanafanya hivyo. Basi kuna jamaa mmoja alianzisha kanisa. Aliwacha mke wake wa kwanza, akaenda akatorokota mwanamke mwingine ya pili, akakaa na Yesu kujaza akarutuba hiyo, akaenda pale pengine, alafu akasema ameokoka, Yesu amemuokoa na ni Mkristo anahubiri, lakini ametupa mke wa kwanza, ametupa ya pili, ako na ya tatu. Na wana wafuasi. Na alipoulizwa, alafu baadaye akasema hata Biblia inasema kwamba hakuna shida, unaweza hurumia hata wanawake. Wa kwanza. Mtu anaweza anzisha lakini hawezi kwanza wafuasi. Watu wanaweza anzisha. Usicheze. Pointi ya pointi ya 3 kusoma Yeremia 5:31. Nasema hivi. Manabii wanatabiri uongo, na makuhani wanatawala kwa msaada wao, na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Nyinyi mtafanya nini mwisho yake? Na Hosea 4 fungu la 6 hadi 9 na fungu la 8 katika Hosea inasema kwamba makuhani wametawala na lengo lao ni pesa. Soma kitabu cha Hosea 4 fungu la 6 hadi 9. Ndugu zangu, kama lengo lako ni pesa, kama wewe hujui kwamba lengo la wengi ni pesa ili uweze kuokolewa, siwezi simama leo kama basi tukao na nianza kanisa yangu. Ati nimeanza kanisa yangu hapa Nairobi, sehemu fulani hali kama kujeni hapo, nimefungua, nimejenga, nimeanza peke yangu kujianzishia, na mimi ndio kanisa la Yesu ilianzishwa 31 AD. Alienda mbinguni akaanza kanisa lake, na hiyo kanisa lake linaendelea mpaka leo. Haivunjikani. Uweze kama kwa kanisa alafu siku ile mkosa na pasta kwa kanisa unaenda kuanza yako. Kanisa la Mungu lilianzishwa na linaendelea. Lakini nyingine ambao unakaa siku mbili unaanza kuanza yako siku tatu. Missionaries wanaleta ujumbe katika dunia hii. Mungu aliwatuma missionaries. Kanisa sila mtu ni ya Kristo. Si yako ambao unaanzisha ndio uchanga naye pesa. Ndio kuna kanisa ya kuchanga pesa. Lakini lengo la kanisa la Mungu ni kupeleka ujumbe, kusaidia hata watu wa njaa. Kanisa ni kutoa. That's why ni mzuri kupeana kanisa sadaka. Ukienda Jumapili
kanisani peana sadaka. Ukienda Sabato, Jumamosi peana sadaka, inaenda kufanya kazi ya Mungu. Lakini kuna watu ambao ni lengo lao ni pesa. That's why hawafundishi the truth. Maana hawafundisha ukweli. Kuna watu ambao wakifundisha uongo wataacha kanisa. Lakini inatakikana hivi. Fundisha ukweli, mtu akae kanisani au aondoke kanisani ni sawa. Ukweli. Kama Herode alipomnyang'anya mke, Herode alinyang'anya mke mwingine, mke ndugu yake na akakaa na yeye. That's why Yohana Mbatizaji alipomweleza kwamba umefanya makosa, ni dhambi, akakasirika sana mpaka akauawa baadaye. Kuna watu hawapendi hivi. Point namba 4. Kuna watu hawapendi waambiwe ukweli. Yesu anasema tujiadhari na wanabii wa uongo na mafundisho yao ya uongo. Yesu anasema tujiadhari na Wakristo wa uongo na mafundisho yao ya uongo. Mathayo 7:15. Nasema hivi, jiadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa mambo yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Amesema kwamba jiadharini na manabii wa uongo na watu wanakuja na mavazi ya kondoo. Umeona kondoo siku moja ukiangalia kuna picha moja niliona kondoo nyingi sana, kondoo zaidi ya 50. Alafu wakachora mbwa mwitu ambaye amevaa nguo ya kondoo. Ukiona mwili yote ni kondoo, lakini juu hapa kichwa ni mbwa mwitu. Yes. Kuna watu ni mbwa mwitu. Anakuja hapa ukifikiri anavaa Yesu. Anashika Biblia. Anasema nimeokoka, lakini ni mbwa mwitu. Mathayo 15:8 anasema hivi. Watu hao niheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali na mimi. Watu wanaheshimu Yesu bure na midomo, lakini mioyo yao iko mbali. Wewe ndugu yangu, wewe unaheshimu Yesu na mdomo tu au unaheshimu kwa kutunza amri zake? Ukisoma Marko 7:7-9 sema hivi. Nao waniabudu bure, wakufundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Nani mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu? Akawaambia, vema, mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo ya yeye. Shida ambayo iko kwa manabii ya uongo na makristo ya uongo ni kwamba wanafundisha mafundisho yao, lakini wameondoa ya Biblia. Ile imeandikwa kwa Biblia hawafuati vile inavyosema, wanaigeuza na kusema kwamba haina shida, bora umamini Yesu na bora unaenda kanisani, lakini it is not the real written thing in the Bible. Kama ingekuwa ile imeandikwa the way it is that way. Let me tell you something. God means what he says and he says what he means. Yesu anasema yale ambayo anamaanisha na anamaanisha yale alisema. Yale Yesu aliandika ni hivyo hivyo. Hakuna siku amri za Mungu zitabadilishwa. Hakuna siku ukweli ya Yesu itabadilishwa. Kama Yesu alisema kwamba mtafanya hivi mpaka nikuje, tu lazima tufanye hivi mpaka atakaporudi. Lakini manabii wa uongo wamebadilisha. Wanaleta maneno yao, mafundisho yao ya uongo. Point namba 5. Manabii na makristo ya uongo watafanya miujiza na maajabu makubwa. Yaani waeleze. Usifikiri peke yake kwamba kuna miujiza ambayo inafanyika dunia hii peke yake ni ya Yesu. Yesu, watu wanafikiri kwamba kufanya miujiza dunia hii ni ya Yesu. Hata kuponya watu, hata kufukuza pepo ni ya Yesu. Kufukuza pepo hata mashetani wanaweza kufukuza. Walipofika wakasema kwa wamweleza Yesu, tulienda mapepo wakatutii, tukawafukuza wakaondoka.
Lakini Yesu akamwambia, msifurahi kwa sababu mapepo waliwatii, lakini furahini kwa sababu jina yenu imeandikwa katika kitabu cha mbinguni, kitabu cha uzima. Usifurahi kwamba mashetani ati ukibugutibu mtu ati anapona anamuka aende. Msifurahie mtu mwenye anafanya miujiza. Ni wangapi wanafanya miujiza? Ni wangapi hata walihubiri Kenya zamani, wengine amukwa, kuna mwingine alihubiri tu mpaka baadaye akapatikana na scandal ya kuiba watoto. Wenyewe kesi, scandal ya kuiba watoto wadogo walizaliwa. Scandals hiyo ilikuwa hata kwa, hebu chunguza. Hebu enda katika historia zamani utapata. Sitaki kutaja jina la mtu. Lakini nataka niwaambie hivi. Unaweza fanya hivyo, lakini wafuasi wengi miujiza mingi ambayo inafanyika, hata shetani anaweza fanya miujiza. Waje niwaambie leo, shetani anaweza ng'oa miti kubwa, miti kubwa. Au mnamjua shetani nani kwanza? Na anaweza kuwapatia uwezo wafuasi wake ambao ni manabii wake. Shetani anaweza amsha mti kubwa ambayo imepandwa msito. Hii mti kubwa Bulugam atoe ang'oe mizizi yake, aipeleke mpaka Tanzania, airudishe mpaka France, na asimamisha mahali ilikuwa na hautaona mchanga. Au unafundisha shetani nani? Utukufu hapo bado anaye. That's why anatumia sasa, hata anaweza fanya kuponya na kila kitu. Waje nikusomee nyingine. Kusoma kitabu cha Mathayo, ukisoma ukisikia anasema hivi, Mathayo 24:24 nataka nirudie. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Unaelewa nasema kwamba atapoteza hata ambao wameteuliwa, kwa sababu mtu atashangaa, kama miujiza kama hii imefanyika, si huyu ni Mungu kweli? Kwanza watu wa miujiza wengi ndio watapotea. Watu wengi ambao wanatafuta miujiza hawataona Yesu kwa sababu watadanganyika na huyu shetani. Ufunuo 13:13 nasema hivi. Ufunuo 13:13 nasema hivi. Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni huje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Shetani atafanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni ishuke chini. Na utaona mtu bado, ngoja kidogo. Ngojeni kidogo mtakaposikia. Ngoja kidogo na siku shetani atafanya miujiza kumshangaa. Hata mtaona watu watasembea hapo. Na atasema hebu shuka moto hii, moto ishuke. Na wanadamu watashangaa. Yesu alisema katika Ufunuo 13:13. Mathayo 7:21 hadi 23, sikia. Ili uelewe hawa makristo wa uongo. Makristo wa uongo utawapata nyumbani, wako kanisani, wamekaa chini. Mathayo 7:21, wamefanya mahubiri, wanafanya kazi yote. Mathayo 7:21. Si kila mtu aniambia Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. 22. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? 23. Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajui nyinyi kamwe, ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Hiyo ni Mathayo 7. Anasema kwamba si kila mtu aniambia Bwana Bwana. Si kila mtu anayefanya miujiza. Akasema siku ile wengi wataniambia Bwana, si tulifukuza pepo kwa jina lako, si tulitibu watu kwa jina lako, si tulifanya unabii kwa jina lako, si tulihubiri kwa jina lako, tukatoa pepo kwa jina la Yesu. Sasa nilikueleza ile haitoshi. Tunaweza fanya yote miujiza na kila kitu, lakini Yesu akasema niliwaambia ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Nani waeleze ndugu zangu? Waje hata ni wasungumzie wahubiri wengi. Wachungaji wengi na mahubiri wengi. Chunguse kama wewe unazungumza kulingana na neno la Mungu. Au wewe kesho wewe ni mhubiri, kesho unapatikana unafanya scandal, unafanya vituko, unafanya dhambi, unafanya usinifu. Pastors tumeaibishwa sana. Kwa sababu kila wakati unaona kwa TV wanasema kwamba ati pastor fulani alipatikana na mko wa mtu.
kwa mahindi. Pastor fulani alipatikana na hiyo ni mbaya bure hiyo kabisa. Bure. Pastor, usishike Biblia kama unajua kwamba una vituko hivyo, achana. Rudi. Hii ujumbe, usiwe mtu wa uongo ambao unafundisha vitu ambao hufanyi. Kama amri za Mungu zinasema usiibe, amesema usiibe. Wacha hata wengine waelewe. Elewa vizuri. Elewa vizuri kwamba ujumbe wa Yesu, tunahubiri utakatifu wa Yesu. Tunahubiri ya watu wa Mungu wamuone Yesu atakaporudi. Lakini kama mahubiri yetu ni kupoteza watu wa Mungu, hiyo ni laana kubwa. Point namba 6. Wanafundisha na kupinga kwamba amri zingine za Mungu haifai kwa sasa. Manabii wa uongo wanafundisha, wacha nirudie, wanafundisha na kupinga kwamba amri zingine za Mungu haifai kwa sasa. Unajua kuna watu wanasema siku hizi ni siku zingine. Hiyo vitu iliisha, hakuna maana. Acha nikwambie. Ukisoma kitabu cha Isaya 8:20 nasema hivi. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa wasemi sawa sawa na neno la hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Ndugu zangu, hakuna siku sheria za Mungu zitapotea. Hakuna siku sheria za Mungu hazitakuwa na maana. Maana sheria za Mungu ni tabia ya Mungu mwenyewe. Na amri zake 10 aliandika kwa kidole chake mwenyewe, chanda chake. Kuna siku tutazungumzia amri za Mungu. Aliandika kwa chanda chake mwenyewe amri. Na hakuna siku amri za Mungu zitapotea. Ukisoma kitabu cha Warumi 3:31, Paulo anawaambia manabii wa uongo, basi je, tuibadilisha sheria kwa imani hiyo? Asha, kinyume cha hiyo, tuidhibitisha sheria. Paulo anawaambia manabii wa uongo, sheria za Mungu zitathibitishwa. Warumi 7:7, Paulo anasema hivi, tusemeje basi? Torati ni dhambi? Asha, walakini singetambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani kama Torati singesema usitamani. Anawaambia manabii wa uongo, sheria za Mungu ziko. Paulo mwenyewe, tazama nukta gospel. Warumi 7:12, Paulo anaeleza, basi Torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Paulo pia anasema juu ya amri kwamba ni takatifu na haki na njema, lakini manabii wa uongo wanasema kwamba haina maana. Yakobo 2:10 inasema hivi, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikua katika neno moja amekosa juu ya yote. Yaani Yakobo anasema kwamba ukifundisha watu kutunza amri 9 na avunje moja, umefundisha wapotee kwa yote. Hata na wewe ukifundishwa ndugu yangu na ushike yote, ushike 9 uvunje moja, umejikua kwa yote. Point namba 7. Manabii wa uongo na makristo wa uongo hawafundishi imani ya Yesu na amri ya Mungu. Manabii wa uongo hawafundishi juu ya Yesu. Kuna hata wala badala ya kufundisha imani ya Yesu, badala ya kufundisha kwamba tumehesabiwa kwa imani, wanaweza kufundisha kwamba bora tutunze sheria ili tuokolewe nalo. Hiyo haifundishi ukweli. Manabii wa uongo wanaweza kufundisha kwamba amri za Mungu haziko pia. Lakini tunaambiwa hivi, wale watakaofundisha katika siku za mwisho, watakaosimama imara katika siku za mwisho, ni wale wana imani ya Yesu na kushika amri za Mungu. Yote inaenda pamoja. Imani ya Yesu na amri za Mungu zinaenda. Kitabu cha Ufunuo 14:12. Hapo ndipo wenye subira ya watakatifu, hao washikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hapo ndipo wenye subira ya watakatifu, hao washikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hivyo imani ya Yesu lazima iwe, kwa sababu imani yetu ambayo tunaokolewa naye ni imani ya Yesu tu, si imani ya mwingine. Ufunuo 12:17, Jehova akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, washikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Lazima tuwe na ushuhuda wa Yesu ndugu zangu. Ndugu zangu, manabii wa uongo wako. Lakini ukitaka kuwa wewe manabii wa uongo, jiulize, je, wanafundisha imani ya Yesu na amri zote 10 za Yesu? Je, wanasoma Biblia kulingana vile Biblia inasema? Je, matabia yao inaambatana na neno la Mungu? Ndugu na dada,
Wacha nikueleze, utapotea ukikuwa genuine, ukihitaji ukweli, uambie Yesu, Yesu wangu, nataka uzidi kunifundisha. That's why tunazidi kusoma Biblia. Na ndugu zangu, wacha niwaambie, yeye tumtorokee Yesu. Ni nani angependa ili asi wakati ya wale ambao watadanganywa na ibilisi shetani? Maana nasema kwamba atapoteza wengi hata yamkini wateule. Lakini wewe utakuwa kati ambao watapotezwa. Na wote ambao mnaangalia runinga hii siku ya leo, ninatamani kwamba hakuna hata mmoja atakayedanganywa aweze kupotea. Hebu inua mkono wako juu tuombe. Baba Mungu, napaswa kutukuzwa milele. Asante kwa sababu wewe mwenyewe umetupa ukweli na utusaidie ili tusidanganywe katika siku za mwisho, kwa jina la Yesu ni mwokozi wetu. Amen. Ndugu na dada, nakaribisha tena katika kipindi kijacho kwa saa na wakati kama kwa kutoliheshimu taifa lile pia na bendera yake. Hivyo atahukumiwa mtu ajifanyaye mjanja kwa kusema siku ni siku ya saba siyo bora sana. Hivyo Mwenyezi Mungu kaitenga siku ya saba iwe ni sabato kwake, pia kwa watu wake. Kwa nini nijifanye mjanja